ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Majira mengine tunajawa na juu ya kunielezea yale ambayo ninayoyapitia, lakini haunielezei juu ya vile Mungu anavyofanya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akakutana na huyu mwanamke Msamaria katika kisima na akamwambia, nipe maji niweze kukunywa. Yesu alienda pale kwa ajili ya kuleta mabadilisho katika yule mwanamke. Bwana Yesu asifiwe. Popote alipoenda alitenda wema. Kwa hivyo unaponielezea juu ya Yesu, nielezee kwa zile kazi alizozifanya. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba alipokuwa akienda alikuta watu wengine wamefungwa na amefungwa ambao alikuwa mtu mmoja alikaa kule makaburini. Nielezee juu ya Yesu ambaye anayetenda makuu. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema ya kwamba katika kitabu cha Luka mlango wa 19 mstari wa 4. Hebu nisomee pale. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nielezee juu ya mambo ambayo Mungu anafanya kupitia mwanae Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Huo ndio ujumbe wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana mahali alipoenda alitenda mema. Popote alipoingia aliacha mabadiliko. Amen. Luka 19 mstari wa 4. Hivyo alitangulia mbio akapanda juu ya mkuyu. Hivyo alitangulia mbio kupanda juu ya mkuyu Ili aweze kumwona Yesu. ili aweze kumwona Yesu. Kwa maana alikuwa apitie hapo. Kwa maana alikuwa apitie hapo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu alikuwa anapita na maandiko yanasema ya kwamba alitangulia mbele kupanda juu ya mkuyu ambaye ni Zakayo. Bwana Yesu asifiwe. Alikimbia kutangulia kupanda juu ya mkuyu kwa maana anataka amuone Yesu Kristo wa Nazareti. Hataki aelezewe, hataki aambiwe, anataka ajionee. Bwana Yesu asifiwe. Kuna majira yanafika unahitaji kujua ya kwamba Mungu hajashindwa. Yeye ni muweza wa yote. Bwana Yesu asifiwe. Na mahali alipoingia alitenda mema. Hakuna mahali Yesu aliingia akaacha vile ambavyo walivyokuwa. Kama amekutana na mgonjwa angebaki akiwa salama na ameponywa. Kwa hiyo unaponielezea juu ya ishara na nguvu za Yesu kwa yale ambayo ametenda, tutaweza kuenenda pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Usipende story tu za vitu ambazo hazibadiliki, lakini unaponielezea juu ya Mungu nami nitakuelezea vile ambavyo amenipigania, nitakuelezea vile ambavyo ameniokoa na mauti. Kwa hiyo unaponielezea hakikisha umenielezea juu ya ukuu wake na juu ya matendo yake. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Endelea. Mstari wa 5. Basi Yesu alipofika mahali pale aliangalia juu akamwambia. Sikia, Yesu alipofika mahali pale aliangalia juu akatazama juu akamwambia Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nitashinda nyumbani mwako. Juu ya story, nielezee juu ya Yesu. Nielezee vile ambavyo anaokoa. Usinielezee juu ya mambo mengine. Baba anasema ya kwamba
Yesu anasema ya kwamba Martha amechagua jambo lililo bora, kukaa miguuni mwangu, kuweza kusikiza yale niliyo nayo kwa ajili ya maisha yake. Si ati ya kwamba angetaka kufanya kazi zingine, lakini amechagua jambo lililo bora. Zakayo amechagua jambo lililo bora, anataka amuone Yesu katika maisha yake. Na Yesu akafika na akamwangalia, akatazama juu, akamwambia Zakayo, shuka, kwa maana leo nitakuwa mgeni wako. Mimi ni mtu ambaye ninahitaji unielezee juu ya hukumu na matendo ya Mungu. Usinielezee juu ya habari nyingine, nielezee habari ya Yesu. Amen. Haleluya. Nielezee vile ambavyo anakutoa, nielezee vile ambavyo anaponya, nielezee vile ambavyo anainua kutoka mavumbini, nielezee juu ya hukumu wa Yesu kwa yale ambayo anatenda. Anamwambia Zakayo, nataka ujue ya kwamba kuanzia leo nitakuwa mgeni wako, nitakuwa nyumbani mwako. Usinielezee juu ya mambo ya kushindwa, nielezee juu ya kushinda katika hii safari. Amen. Haleluya. Yes. Nielezee juu ya ukuu wa Mungu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Usinielezee juu ya kushindwa, usinielezee juu ya kubaki nyuma, nielezee vile ambavyo alivyotenda, nami nitakushuhudia ya kwamba hapo na ameketi mkono wa kuume kwa Baba akituombea. Unaponielezea mambo kama hayo, utanitia nguvu, utanitia nguvu na bidii ya kuzidi kusonga mbele. Nielezee juu ya matendo yake anayoyatenda katika hii safari. Guza mtu na mwambie, tafadhali nielezee juu ya matendo ya Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ikafika wakati wa Yesu kumtembelea Zakayo katika nyumba yake. Hebu rudia tena huu mstari. Haleluya. Mstari wa 4. Hivyo alitangulia mbio, akapanda juu ya mkuyu ili aweze akatangulia kupanda juu ya mkuyu kuweza kumwona Yesu, kwa maana alikuwa hapitie hapo. Kwa maana Yesu alikuwa anapitia hapo. Basi Yesu alipofika mahali pale, aliangalia juu na akamwambia Zakayo, shuka upesi, maana leo ni lazima nishinde nyumbani mwako. Kwa maana leo ni lazima nitashinda nyumbani mwako. Zakayo akashuka haraka, akamkaribisha kwa furaha. Watu wote walipoona hayo, wakaanza kunungunika wakisema, amekwenda kukaa kwa mtu mwenye dhambi. Lakini Zakayo akasimama, akamwambia Yesu, sikiliza Bwana, mimi nitawapa nusu watu ambao ni maskini, nusu ya mali yangu. Kwa maana already ametembelewa. Bwana Yesu asifiwe. Kumekuwa na mabadiliko. Yesu akikutembelea, ukikutana na Mungu, maisha yako yanabadilishwa, yanakuwa sio yale ambayo ni ya kawaida. Nielezee juu ya ukuu wa Bwana, nielezee vile ambavyo ametenda kwa Lazaro, nielezee vile ambavyo amemkuta Lazaro amekufa, ako na siku 4 kaburini akiwa
utukufu na amefunikwa, na anasema ya kwamba nifungulieni katika hii kaburi, ondoeni jiwe ambalo mumeweka, ondoeni ile ambacho mumeweka kizuilizi, nielezee vile ambavyo anavyofanya mambo katika maisha yangu, nielezee vile ambavyo amemfufua Lazaro katika siku ile, nielezee vile ambavyo anavyofanya mambo, nami nitakuelezea vile ambavyo anavyojitukuza kwa ajili ya jina lake. Haleluya! Piga Yesu makofi jamani. Haleluya! Lazaro aliambiwa na Yesu, toa nusu ya mali yako uweze Zakayo, uweze kuwapa maskini. Atasukuma na mtu yoyote, lakini mbadilishi ambaye ni Yesu Kristo, anayebadilisha mioyo, amemwambia nitakuwa mgeni wako. Already katika maisha ya Zakayo akabadilika. Kwa nini? Kwa maana sasa ndani ya maisha yake anataka kumuona Yesu katika maisha yake. Nielezee vile ambavyo anavyobadilisha yasiyowezekana kuwezekana. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Usinielezee juu ya kushindwa, kwa maana hiyo sio sehemu ya Mungu. Usinielezee juu ya kulemewa, kwa maana nasema walio na mizigo mizito waje kwangu na nitawapumzisha. Nielezee juu ya ushindi, nielezee vile ambavyo alivyoshinda, akaingia akazikwa siku 3, na akiwa amezikwa akaingia kuzimu, akachukua funguo za mamlaka, akachomoka nazo kutoka kwa wafu. Kwa maana kwa nini? Anataka historia yako ibadilike. Nielezee juu ya kushinda, usinielezee juu ya kushindwa. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Aliingia kuzimu, akachukua funguo, akajua mamlaka iliyokuwa nimepatia watu wangu na wakapoteza katika shamba la Edeni. Ni mpaka niende kuzimu, ni mpaka niichukue, nirudishie watu wangu ushindi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Nielezee vile ambavyo nitakurudishia, nielezee vile ambavyo nitakavyopata nguvu ya kuendelea mbele. Haleluya! Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi jamani. Haleluya. Yesu mali alipoingia alileta mabadiliko. Akahakikisha kwa Zakayo kumekuwa na mabadiliko. Akasema kwa hiari ya moyo wake, sifai kunyanyasa watu, sifai kuchukua kilicho chao. Akaambia Yesu, nitawaregeshea wale ambao nilichukua kwao, nitawaregeshea mara ngapi? 8. Lakini Zakayo akasimama akamwambia Yesu, sikiliza Bwana, mimi nitawapa maskini nusu ya mali yangu. Mimi nitawapa nusu mali ya nini? Yangu. Na kama nimenyang'anya mtu yeyote kitu, nitamrudishia mara 4. Kama nimenyang'anya mtu kitu, nitamrudishia mara 4. Nilimnyang'anya mara 1, nitamrudishia mara 4. Kumaanisha ya kwamba ndani yangu nimepata mageuzi, nimebadilika. Ndani ya maisha yangu nimekutana na yule ambaye anayebadilisha. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema ya kwamba unaponielezea juu ya yale aliyoyapenda kwa Zakayo, nami nitakuelezea yale ambayo atapenda kwa maisha yako. Wewe si wa kushindwa.
Nasema wewe si wa kushindwa. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko yanasema kwamba ukisoma katika hicho kitabu cha Mathayo mlango wa 21 aya ya 10 na aya ya 29. Hebu tusome pale. Haleluya. Guza mtu na mwambie nielezee juu ya Yesu. Nielezee juu ya Yesu. Nielezee juu ya Mungu aliyoyatenda. Mathayo mlango wa 20 mstari wa 29. Yesu alipokuwa anaondoka mjini Yeriko, umati wa watu ulimfuata. 30. Basi kulikuwa na vipofu wawili wameketi kando ya njia. Waliokaa katika njia. Au vipofu wawili walikaa kando ya njia. Yesu amemaliza, sasa ni masaa yake ya kuchomoka. Akakutana na hao vipofu wawili. Na waliposikia kwamba alikuwa anapita hapo, wakasikia alikuwa anapita hapo, walipasa sauti, Bwana mwana wa Daudi, utuhurumie. Ule umati wa watu ukawakemea, kuambia nyamazeni. Lakini wao wakaendelea kupasa sauti, wakapasa kama, wakasema, tunajua ana habari njema, tunajua mahali ameenda anaacha ametenda mema. Ninajua kwa moyo wangu mahali Yesu anapopita anatenda mema. Na katika ibada hii ya ukombozi na uponyaji, nataka ujue ya kwamba hapo katikati yetu na atatenda mema kwa maisha yako. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe ni zaidi ya mshindi. Wewe sio wa kushindwa. Haleluya. Wakapasa sauti, watu wakawakazia, wakawaambia nyamazeni, msiitane tena. Lakini hawakunyamaza, wakaendelea kuitana, wakasema, Yesu mwana wa Daudi, turehemu. Lakini wao wakapasa sauti, Bwana mwana wa Daudi, utuhurumie. Yesu akasimama, akawaita na kuwauliza, mnataka niwafanyie nini? Wakajibu, Bwana, tunaomba macho yetu yafumbuliwe. Bwana Yesu asifiwe. Mahali alipoingia aliacha kila mtu akiwa na jawabu ya maisha yake. Walizuiliwa, wakaambiwa, wait, Bwana nyamaza, Bwana nyamaza, nyamaza. Lakini kwa ajili ya ile kazi aliyoifanya, mahali alipoenda alitenda mema. Akasikia kuna watu wanaitana, akasema, la asha, sitanyamaza. Akaitika akasema, wacha hao waletwe. Wakaletwa, akawaitisha, akawauliza, mnataka nini? Akawaambia, ninataka kutenda, ninataka nione. Kwa maana yeye Yesu alikuwa anatenda kazi njema. Ninasema nieleze juu ya ukubwa yale aliyoyatenda, nami nitakuelezea yale ambayo aliyoyatenda pale Golgotha. Akasema, it is finished. Yameisha. Alimalizana na kazi yote. Alimalizana na umasikini, alimalizana na upweke, alimalizana na magonjwa. Kwa maana alipokuwa akiingia mahali alitenda mema. Alipoingia
Usinielezee about kufinyiliwa, nielezee juu ya ukuu wa Bwana. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Usinielezee juu ya kitu kingine Ambrose. Usinielezee tumelemewa. Ni kama tunashindwa. Usinielezee hiyo. Nielezee vile ambavyo anafanya. Nielezee vile ambavyo amekutana na vipofu akaponya vipofu. Nielezee vile amekutana na mwanamke akitoka na damu miaka 12, vile ambavyo ameshika pindo lake na akapona. Nielezee vile ambavyo amekutana na mwanaume aliyekaa makaburini akijikatakata na mawe, akiwa amelemewa, akiwa ameposisiwa na maroho ya richo, akiwa amelemewa na maisha yake. Nielezee vile ambavyo amemkomboa huyu kutoka makaburini. Usinielezee habari ya kushindwa. Usinielezee habari ya kulemewa. Nielezee vile ambavyo anatoka akienda kwa Jethro, akienda kumfufua mtoto wa miaka 12. Nielezee vile ambavyo ametenda, nami nitafurahia na nitapata nguvu katika Bwana. Ukinielezea juu ya kushindwa, nitalemewa. Lakini ukinielezea juu ya matendo aliyoyatenda, nitapata nguvu na nitasonga mbele. Kwa maana nikisikia ya kwamba aliponya, nguvu zinaingia ndani yangu. Ninajua ya kwamba nitapona. Ukinielezea juu ya kushinda, nami nitakuelezea juu ya ukuu. Kwa maana ukinielezea kushindwa, tutaungana tushindwe, na hiyo roho ishindwe ya kushindwa ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Ninatangaza katika maisha yako, pokea roho ya kutangaza ukuu wa Bwana katika maisha yako. Pokea roho ya ushindi, pokea roho ya neno ambalo ni la ushindi katika jina la Yesu Kristo. Wewe ni zaidi ya mshindi, wewe ni zaidi ya mshindi. Nielezee juu ya habari ya kushinda, nami nitakuelezea juu ya ukuu wa Bwana. Nasema nielezee juu ya habari ya kushinda. Nielezee juu ya habari ya ukuu wa Bwana. Nielezee vile anavyopigania watu wake. Nielezee tafadhali. Nielezee vile anaponya magonjwa yasiyopona. Nielezee vile anavyoponya ukimwi. Nielezee vile anavyoponya kansa. Nielezee vile ambavyo anainua masikini kutoka mavumbini. Nielezee juu ya habari ya Yesu. 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 Nasema nielezee ile kazi alizozifanya. Nielezee matendo yake makuu anayotenda katika maisha haya. Nasema nielezee juu ya ukuu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usinielezee juu ya kulemewa na kukata tamaa katika hii safari. Usinielezee hiyo. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unielezee vile mambo yanavyobadilika. Nielezee ya kwamba ninashinda. Nielezee juu ya habari ya Yesu. Nielezee ukuu wake. Nielezee mtu aliyekuwa ananuka vile ambavyo anafufuka. Nielezee juu ya ukuu wa Bwana. Usinielezee juu ya kukata tamaa. Usinielezee juu ya kukata tamaa. Hiyo usiniambie na usinielezee. Bwana Yesu asifiwe. Lakini nielezee vile ambavyo nitaendelea kuishi kumtumikia Bwana. Nielezee, nisomee maandiko. Niambie ya kwamba mtu wa Mungu usikate tamaa. Bado kuna tumaini kwa mtu uliokatwa. Nielezee habari kama hiyo. Hiyo ndio ninataka kusikia ndani ya moyo wangu. Inua moyo wangu. Nielezee vile Mungu anavyofanya na kazi na watu wake. Nielezee vile alivyoingia katika Bethsaida
malaika akaingia akamkuta yule mwanaume, akamwambia unataka kupona? Akaanza kusema sina mtu. Nielezee habari kama hiyo, nielezee habari ya Yesu na vile anavyofanya mambo katika huduma yake. Nielezee vile uponyaji unavyopatikana, nielezee vile huduma inavyoenda mbele. Usinielezee kushuka chini kwa huduma, usinielezee, nielezee juu ya ukuu wa Bwana katika haya maisha, katika jina la Yesu Kristo. Haleluya! Pigia Yesu makofi, pigia Yesu makofi, shangwe na vigelegele. Nielezee juu ya ukuu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilimwambia Bwana, usijaribu kunichukua, nipe wakati nihubiri. Nielezee watu wako ya kwamba upo na sijui nitapona aje, lakini nina imani na wewe, ninajua nitatoboa. Hali haikubali, hali haikubali, lakini najua nitatoboa. Damu inavunja na shingo, damu inavunja na mikono, damu inavunja kwa ulimi, lakini nikasema nitajitia nguvu ndani ya Bwana na najua ataniokoa, kwa maana nimesikia habari yake. Amefufua mtu kutoka kaburini, yangu sijaingia kaburini, lakini najua atanifufua, lakini najua sitakufa, ninajua nitasonga mbele, na ndio sababu nasonga mbele kuwaelezea ya kwamba nielezee juu ya matendo ya Mungu, nielezee habari ya Yesu, niambie juu ya habari ya Yesu, usiniambie habari zako, niambie juu ya habari za Yesu. Haleluya. Yes. Wachana na stories za Bunwati. Sijui sungura aliambiwa na ndovu, sijui wakaambiwa waende sijui wapi, sijui wakaenda wakaingia na wakatoka, baadaye ndovu akalemewa kutoka kwa maana ni mkubwa. Usiniambie habari kama hizo, niambie vile ambavyo anafufua, niambie vile ambavyo anaponya, kwa maana imani yangu itainuka. Maandiko yanasema kwamba imani huja kwa kusikia na kusikia neno la Mungu. Imani huwa inakuja wakati unanielezea juu ya ukuu wa Bwana. Imani ndio inakuja vile ambavyo ninavyohubiri. Imani sasa inakuja katika maisha yako. Wewe sio wa kushindwa, wewe ni zaidi ya mshindi. Imani inakuja wakati unapoongea mambo ya rohoni. Imani inainua imani iliyo dhaifu, kwa maana ninapokuhubiria juu ya kushinda, utaweza kushinda. Wewe sio wa kushindwa, wewe ni zaidi ya mshindi. Imani inakuja majira yasiyokubalika. Imani inafanya njia mbali hakuna njia. Kwa hiyo unaponielezea juu ya Yesu Kristo, ninapokea neema ya kuendelea mbele katika jina la Yesu Kristo. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Amen. Yesu akaitwa na wale vipofu. Akasema, Bwana, tumekuwa vipofu na tumesikia unapita hapa. Hatuwezi ondokea hiyo chance upite. Hatuwezi kuangalia tu upite na tubaki hivyo vile tumekuwa miaka yote. Wakasema, Bwana, huyu Yesu wa Nazareti anapopita hata wakituambia tunyamaze, hatutanyamaza. Tunataka habari ya Yesu ijulikane kwa maisha yetu, ijulikane kuna vipofu wameponywa. Sasa tunahitaji hiyo neema ishuke juu ya maisha yetu. Wakapata sauti na wakaitana, wakasema tutanyamazishwa. Wamama na wazee wakawanyamazisha, lakini wakakataa, wakasema sisi ni mpaka tuponywe leo. Kwa nini? Nasema hata leo katika ibada hii ya ukombozi na uponyaji, leo utaponywa. Leo utainuliwa. Kuna kitu kitatendeka
juu ya maisha yako. Utaacha ukishuhudia Mungu. Utaacha ukianza kusema hakika nimemuona Mungu. Wapendwa, wacha niwaelezee. Utaanza kusikia ushuhuda mpya. Kwa nini? Kwa maana mahali alipoenda alitenda mema, na ndio sababu nimekuambia nielezee juu ya habari yake, nani nitakuelezea juu ya ushindi wake aliyotupa pale Golgotha. Alisema yote yameisha na akamalizana na kila vita. Jana nilisoma maandiko ikanitia nguvu, akisema ya kwamba katika kitabu cha Yohana 16 mstari wa 32. Hayo maandiko yalinitia nguvu sana. Haleluya. Hebu nisome hayo maandiko. Oh Jesus. Mlango wa 16 mstari wa 32. Wakati unakuja tena umekwisha fika. Wakati umeshakwisha kufika, ambapo nyinyi nyote mtatawanywa kila mtu kwake. Kila mtu atatawanywa, kila mtu kwake. Nami hiyo ndio ile kazi alifanya pale Golgotha. Alikuwa anaelezea watu masaa na majira yameshafika. Kila mtu ataniondokea. Kila mtu atakimbia kwake kwa nyumba. Nitabaki hapo msalabani nikipambana peke yangu, nikipigana peke yangu. Lakini anasema ninajua Mungu ataniacha. Ijapokuwa ataniacha nikipambana hapo Golgotha, lakini najua Bwana ataniacha. Ambapo nyinyi nyote mtatawanywa kila mtu kwake. Kila mtu atatawanywa, kila mtu kwake. Nami nitaachwa peke yangu. Nami nitaachwa peke yangu. Kumbe lakini mimi siko peke yangu. Kumbe mimi siko peke yangu. Maana Baba yu pamoja nami. Kwa maana Baba yu pamoja nami. Endelea. 33. Nimewaambieni mambo haya ili mpate kuwa na amani. Nimewaambia maneno haya ndipo mpate kuwa na amani. Katika kuungana nami. Katika kuungana nami. Ulimwenguni mtapata masumbuko. Ulimwenguni mtapata masumbuko. Lakini jipeni moyo. Lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Kwa maana mimi nimeushinda ulimwengu. Habari hizi ninazokuelezea, ninakuelezea ya kwamba Yesu alishinda yote. Haijalishi uko kwa hali ya aina gani, haijalishi unaona giza kiwango gani, hii vita yote ilipiganwa na Yesu alimaliza hii vita yote Kalvari. Kwa hiyo wewe ni zaidi ya mshindi, kwa maana yeye alishinda na yeye ndiye ambaye ametuita. Sasa unaponielezea, nielezee vile ambavyo aliposhinda pale Golgotha. Nielezee ushindi kama huo. Usinielezee ati unajua mimi nasikia kukufa. Usiniambie kitu kama hiyo. Usinielezee kitu kama hiyo. Usiniambie kwamba unasikia kukufa. Sema saa yako ya kukufa. Nilisema ukikufa na kufufua. Nilisema ukikufa na kuombea unafufuka. Unaendelea kuishi. Ukikufa na kufufua. Na kuombea ufufuke, kwa maana kuna kazi ya kufanya. Si masaa ya kukufa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tuko na kazi ya kufanya. Chagua chaguo moja katika moyo wako juu ya habari ya Yesu, juu ya ujumbe wa Mungu. Nielezee vile ambavyo ameshinda. Nielezee vile ambavyo amekutana na wenye ukoma mbinguni. Nielezee vile ambavyo amewaambia, enendeni na mkajionyeshe kwa makuhani wenu, wakiwa na ukoma, wakiwa kwenye njia, wakatakasika. Nielezee kitu kama hiyo. Nielezee ujumbe kama huo, vile ambavyo nguvu zinafanya kazi katika barabara watu wakienda. Nielezee juu ya habari ya mtu ambaye amerudi kutoa shukrani kwa wale 9 ambao amejitolea ule wa 10, akasema nitarudi kwa Yesu. Nielezee habari kama hiyo, ambaye mtu ambaye
kushinda. Hiyo sio sehemu yangu. Usiniambia ati nimelemewa. Usinielezee kitu kama hicho. Nielezee vile ambavyo utashinda. Nielezee vile ambavyo utaendelea. Nielezee vile huduma itakavyosonga. Nielezee vile huduma itakavyoendelea mbele. Nielezee vile ambavyo kazi ya Mungu itasonga. Hata kama unaona kuna giza, nielezee vile ambavyo huduma itaendelea. Nielezee vile Mungu anasema. Nielezee vile Mungu anasema juu ya maisha yangu. Nielezee vile Mungu anasema juu ya huduma yangu. Nielezee vile Mungu anasema katika boma yangu. Nielezee mambo kama hayo. Yale Mungu anasema nielezee. Nielezee hayo, kwa maana utakapokuwa ukinielezea nitapata nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maandiko yanasema kwamba akaelezewa na Martha ya kwamba Lazaro amegonjeka, anakaribia kukufa. Tafadhali njoo uweze kumwombea, kwa maana atakufa kabla hujakuja. Yesu akakawia, lakini akajua ugonjwa wake sio wa mauti. Kuna vitu Mungu anajua, kile ambacho unachopitia kitakuua, kitakutia makali na utapata nguvu. Nielezee kitu kama hicho. Nielezee juu ya ukuu wa Bwana na vile ambavyo anavyofanya kazi katika maisha yetu. Nielezee juu ya ukuu wa Bwana, kazi anazozifanya katika maisha yetu. Amen. Haleluya. Amen. Pigia Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ikafika masaa na majira, masaa ikasonga na hakuna chakula. Jua inaelekea kutua na watu hawana chakula, hawana chochote. Yesu akawauliza, mna nini? Wakasema, tuko na mikate 5 na samaki 2. Yesu akajua hapa kuna muujiza utafanyika. Yesu akajua hapa kuna kitu kitatendeka. Kuna kitu kitafanyika. Katika kitabu cha Luka mlango wa 9 mstari wa 13. Wacha tusikie yale yaliyotendeka pale. Haleluya. Amen. Mlango wa 9 mstari wa 13. Akawaambia, wapeni nyinyi chakula. Wapeni nyinyi chakula. Wakasema, hatuna chakula. Hatuna chakula. Tuko na mikate 5. Tuko na mikate 5 na samaki 2. Tusipokwenda tukanunulie watu hawa wote chakula. Tusipoenda tununulie watu hawa wote chakula. Wanaume walikuwapo walipita kama 5,000. Wanaume walikuwa wamepita, idadi yao walikuwa 5,000. Akawaambia wanafunzi wake, waketisheni watu kwa safu. Kila safu watu 50. Wakafanya hivyo, wakawaketisha wote. Akaitoa ile mikate 5 na wale samaki 2. Akatazama juu mbinguni, akazibariki, akazimega, akawapa wanafunzi wake ili wawaandikie mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Akawapa wanafunzi wake waweze kugawia watu katika mkutano. Hii ni habari njema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nielezee ukuu kama huu. Mikate 5 ikalisha wanaume 5,000 hadi na samaki 2. Bwana Yesu asifiwe. Nielezee juu ya ukuu na miujiza ya ukuu wa jina lake. Nielezee yale ambayo ametenda, nami nitakuelezea yale ambayo anaweza fanya. Nitakuelezea ya kwamba amelisha watu 5,000
kwa samaki, na ujue ya kwamba mali wanaume 5,000 wake, wanawake ni kama times 2. Kwa nini? Kwa maana wanawake ni wengi, na akaweza kuwalisha mpaka wakaweza kuokota pale chakula kilichobakia katika wale watu 5,000. Kuna chakula kilibakia, vikapu zikaokotwa 12. Kwa nini? Kwa maana kuna miujiza. Bali Mungu anapotembea, bali Yesu anapotajwa, kuna kitu cha kipekee kinachotendeka. Anasema mahali watu 2 watatu wapo kwa ajili ya jina langu, niko katikati yao. Nataka kusema hivi, Mungu ako katikati yetu. Hatatenda mema kwa maisha yako, hatakupigania katika hii safari. Hautashindwa, wewe ni zaidi ya mshindi. Hautalemewa na utavuta mkia, kwa maana wewe ni kichwa, wewe sio mkia. Nielezee tu ya matendo ya Mungu, nielezee tu ya matendo ya Yesu, nami nitakuelezea juu ya ukuu wake. Amen. Nitakuelezea vile ambavyo ameniokoa. Singekuwa na ubiri, lakini sasa na ubiri kwa maana amenitendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ninahubiri kwa maana amenitendea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakuna jambo lisilowezekana. Hata hiyo hali uko ndani yake inawezekana. Hata kama ni wachawi waliamua hautaendelea, nasema utaendelea. Nasema utainuka. Nasema utainuka. Nasema utainuka. Nasema utainuka. Nasema utainuka na utasonga mbele. Hiyo ndoa haitaanguka, hiyo kulilia haitaanguka, hiyo ndoa haitakatika. Kwa nini? Kwa maana Mungu anaitakia mema, anaitakia mema. Nasema nielezee juu ya kushinda, nami nitakuelezea juu ya Yesu. Unaponielezea juu ya Yesu, nitakuelezea juu ya ukuu wake. Nielezee juu ya ukuu wa Bwana katika hii safari, nami nitakuelezea uzuri wa matendo yake aliyotenda katika maisha yangu. Nitakuelezea vile ambavyo anavyofanya yasiyowezekana kuwezekana. Hallelujah. Amen. Pigia Yesu makofi. Oh Jesus. Akalisha hawa watu wote kwa mkutano. Alichukua mikate na akatazama juu na akaibariki na akawapa wanafunzi. Ikakuwa mikate mingi sana, samaki zikakuwa mingi sana, chakula ikapatikana, na watu wakakula na wakashiba pasipo kwenda manyumbani mwao. Wanapoenda nyumbani mwao, walikuwa already wameshiba, walikuwa already miujiza imefanyika. Nasema hivi, wewe ni zaidi ya mshindi. Amen. Wacha kuona kushindwa. Wanaweza kuwa watu wamekutetemesha, wanakuambia hautafaulu. Hata vile ulivyoenda Nairobi hautafaulu, hautafanikiwa, utaenda huko na utasumbuka. Nataka kukuambia hayo maneno ni tunayakanusha leo. Amen. Utashinda na utabarikiwa. Amen. Utarudi nyumbani ukiwa mdosi. Amen. Utarudi nyumbani ukiwa kichwa. Yes. Hautarudi ukiwa mkia. Hautapelekwa nyumbani na shida. Atutoke Nairobi shida zimekuwa mingi, sasa umelemewa, unaenda kukaa ushago. Hiyo tumekataa. Na maneno walionena juu ya maisha yako, sema ninayakanusha. Kuanzia leo ninayakanusha. Kuanzia leo chochote walichonena kwa maisha yangu ya kwamba sitaendelea, leo ninayakanusha. Kuanzia leo nitaendelea, nitafaulu. Nimepata ujumbe wa Bwana ya kwamba mahali alipoenda alitenda mema. Sasa ninatangaza wema katika maisha yangu, katika ndoa yangu, katika familia yangu, katika huduma yangu. Ninatangaza mema ya Bwana, ninatangaza ushindi wa Bwana. Nitafaulu
tusimame. Nataka tuwe na maombi